Nilitaka hii iwe very clear kwamba kuna mchango wa serikali kutokea kwenye maandalizi. Tena sio maandalizi tu kwa maana ya kwenye tournament yenyewe, maandalizi ya kujiandaa. Tunakwenda timu yetu Poland mwezi ujao. Leo mmemsikia pale Mheshimiwa Rais anasema wao katika mchakato wa kuongea na serikali sio tu kwenda kushiriki Poland. Hiyo guarantee serikali itagharamikia, na maandalizi yani ile kama mnaita maandalizi ya mashindano. Mwezi ujao timu nakwenda. Mmemsikia Rais wa TFF akishukuru na kuipongeza serikali. Kuna mashindano ya dunia Qatar mwisho wa mwaka huu. Yote ya maandalizi yanafanywa na nani? Ni serikali. Na narudia jamani, sisi wengine tumezishuhudia nyakati tofauti za wakuu wa nchi. Mnyonge huyu mnaomwita mnyonge katika hili ni sio mnyonge, ana utashi wa kisiasa. Mimi nishasafiri na timu ya taifa ya vijana under 17 kutoka Dar es Salaam mpaka Bulawayo. Mzee Karigo ulikuwa Bulawayo Harare? Harare. Mwaka 2004 tunafuzu ile, baadaye tukanyang'anya nafasi ya kushiriki kosa la Mbaka kwa basi. Dar es Salaam mpaka Harare kwa basi na timu yetu, sio mie peke yangu, na timu ya under 17. Yaani mkata hapa Mbeya Tunduma mnapita siyo kinani Lukapili mpo. Yaani mnatembea na mpaka mnafika Hoi. Mzee Karigo Katulko alikuwa Zimbabwe, ndio kaja kutupokea. Huyu kwa kwenye timu ya taifa muda mrefu sana. Yeye ndio katupokea, yeye mwenyeji pale, ndio hivi hoteli hapa tukawafunga pale. Goli 3 nakumbuka. Na ndio kwanza Mzee Tenga anapata urais wa TFF. Nadhani ndio competition yake ya kwanza. Tumeenda kwa basi. Leo timu ya taifa inaweza kwenda Zimbabwe kwa basi. Na kuulizeni nyie, timu ya taifa mshasikia enda kwa basi, inakata mbuga Arusha tu. Watu, ladies and gentlemen, Afrikenda haikai guest. Unajua kuna wakati ni vijana nyie, kuna wakati timu ya taifa ilikuwa inaenda kucheza na Kenya. Katibu mkuu wa FAT wakati ule alikuwa anaitwa Mwina Mohamed Seif Kaduguda. Wala hizi tiketi nakumbuka fadhila ya mzee yule alikuwa anamiliki Scandinavia. Ndio piga 3-0 pale Kasarani. Kina Dennis Oliech. Pale boda na manga wametukalisha, tumevuka huku kwetu kwao wametukalisha masaa. Waulizeni hao wachezaji waliokuepo hapo kina Pawasa, ulizeni hao miaka yenu nyie ambao mshaanza kupata akili, kina Pawasa, kina Sediswedi, kina Costa. Zamani kipande cha barabara kutoka Dodoma mpaka Singida ile kilikuwa kipitiki. Kwa hiyo ukitaka kwenda Mwanza ilibidi utoke Dar es Salaam mpaka Arusha mpaka Nairobi unapita mpaka kwenye miji yao, unapita nakumbuka Kisii, unakuja mpaka Sirari boda, unatoka Sirari unakuja Musoma, ndio unakuja Mwanza. Timu ya taifa ile tunakatiza na mbuga. Kina Machupa wale. Mimi mwandishi bado. Mwanza tu hapo. Inabidi upite Nairobi. Guys, timu ya taifa sasa hivi ni ladies and gentlemen zote. Hasa siku serikali Mheshimiwa Makonda akaenda kumuomba rais, bwana naomba ndege nipeleke support. Ilikuwa wapi siku zote? Ilikuwa wapi? Nani kafanya maandalizi? Kuna mtu alitoa lake. Vyama vyetu hivi unategemea kina uwezo, kwa mfano chama cha kuogelea au chama cha ngumi au chama cha riadha
inategemea kina uwezo wa kupeleka timu Scotland bila mkono wa serikali. Hasa akishinda kule medali, waziri akitoa tamko la kupongeza au mheshimiwa rais akasema kwa kuwapongeza, au jana kawapongeza juzi timu ya taifa Twiga, naona baadhi ya comment, alikuwa wapi? Kwa nani kapeleka timu? Ulipeleka wewe? Ulipeleka wewe timu Morocco? Yaani yeye kaidhinisha pesa za timu kwenda kucheza mashindano Morocco, imeshinda mechi ya kwanza, kawapongeza, unalaumu. Ulikuwa wapi? Wewe ndio ulitoa hela au shangazi yako? Sikatoa rais. Sababu authority ni mamlaka ile. Akisema no, tuna changamoto ya vimelea vya mbu kule wakina Mkeenge Mkwajuni bondeni, peleka nunua dawa, anaamua. Toa hiyo pesa za mambo ya AFCON, acha ya AFCON sasa hivi. Sasa jamani, ndugu zangu, vipi? Yani rais wake, yani nimeona juzi comments, rais aipongeza timu ya Twiga, ulikuwa wapi siku zote? Wengine naandika damn. Sasa mimi niwaombe muielewe hiyo. Tukuja hapa kwa jambo lingine, lakini nitaka mimi nazungumza kwa evidence, sizungumzi, nimewapa mifano mingi, nadhani mtanielewa. Na dhamira ya serikali hii ni kuhakikisha kwamba sekta ya michezo inaendelea kuimarika siku hadi siku. Michezo, burudani, ndio maana umeona tunakwenda kuandaa AFCON. Mwakani Mungu akipenda tunaandaa Miss World. Sisi tuliwahi kwenda, mimi niliwahi kwenda mji mmoja unaitwa Sun City miaka 2000 kuangalia Miss World. Nadhani mshiriki alikuwa kama sio Jacqueline Tuyabaliwe, sikumbuki sawa sawa, Mzee Rundenga wakati ule, ambaye mimi nataka kwenda kushiriki kuangalia mashindano haya. Sijawahi kwenda kwenye Miss World. Mimi napenda urembo miaka mingi na nawapenda warembo. Akaambia ina shida, sisi tutakufanyia accommodation na nini, tutakamati ya Miss Tanzania, lakini tiketi na mambo ya posho yako mwenyewe ujitegemee. Ndio. Nikapiga mizinga huko, nikapata tiketi. Yaani ile ni moja ya tukio kubwa, moja ya event kubwa kabisa, ambao sikuwahi kuota kama kuna siku Tanzania inaweza ikahost. Chini ya utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwakani tuna host Miss World, kitu ambacho hata sikufikiria. Miss World. Sisi kuandaa Challenge Cup tu hapa ilikuwa ni mtihani. Tunaenda host AFCON. Na ni kwa sababu tu ya ile diplomasia za kimichezo. Naiona siku moja AFCON ikija tena huko Afrika Mashariki, Tanzania peke yake ta host. Leo mji kama Dodoma umechangamka, umekuwa. Juzi nimeambiwa watu 15,000 tulikwenda kukimbia pale. Mehost watu wangapi? Wageni. Najenga uwanja pale. Changanya na miji mingine mikubwa. Kenya Mbeya kwa mfano, ukiamua nao wajenge uwanja, serikali ijenge, unakwenda kuandaa wenyewe tu. Naweza. Tuna uwezo kabisa. Tuna uwezo bila wasiwasi. Mwanza, chukulia miji kama Mwanza, Dodoma, Mbeya plus Zanzibar, Arusha, Dar es Salaam, miji 6 ambao ni proper
Ni bado tu uwanja pale basi. Infrastructure iko vizuri, tunaweza. Sasa unaona mahali mtu kasema unajua labda tuandikie FIFA, tuandikie CAF, unajua sisi tuandae AFCON, hatuko salama si nini. Guys, michezo ndiyo inaunganisha watu. Jamii hata zilizofarakana, inapokuja michezo, inapokuja mpira, kuna wakati wanasimamisha mifarakano yao kupisha matukio makubwa ya kisports na kiburudani. Kuna mitifuano ya kisiasa kwa nchi jirani ambazo zinashiriki, tutashirikiana kuandaa AFCON. Sijawahi kuona mwanasiasa wa hizo nchi akizungumzia matatizo yaliyopo ndani kuyahamishia kwenye AFCON. Sijawahi. Tena wana mitifuano kuliko sisi. Hatuwawezi hata robo. Kila siku ni sekeseke tu kwao. Wao siasa ni asubuhi, mchana, jioni. Lakini huwezi kukuta opposition au mtu wa nani asema unajua AFCON haifai kuja hapa kwa sababu sisi tunatifuana. Hao tuandikie FIFA. FIFA kwanza na deal na vyama vya siasa. FIFA ipi hiyo? Marekani na Iran, mnajua nini? Wamepandisha bei ya mafuta duniani kwa sababu ya migogoro wao na vita vyao. Lakini Marekani akaba bwana, wewe Irani usije hapa kushiriki, hana mamlaka. Au World Cup, FIFA sasa bwana ondoa World Cup Marekani, ifanyike Mexico tu na Canada kwa sababu wao wana mgogoro na nini. Wana vita ndugu zangu. Miaka ya nadhani ilikuwa ya 69 huko 70, wakati wa mgogoro wa Nigeria, ambao kuna jimbo lilikuwa linaitwa Biafra. Jimbo la Biafra lilikuwa linataka kujitenga kutoka jamhuri ya Nigeria. Colonel Ojukwu alikuwa maarufu sana zamani, ndio alikuwa kiongozi wa lile jimbo la Biafra. Kataka kujitenga kutoka Nigeria. Mgogoro wao unahusu mambo ya mafuta na nini na mambo ya makabila. Vita vinapigwana. Na mind you, Tanzania those days chini ya baba wa taifa ilikuwa haikupeleka support ya kijeshi kwa Biafra, lakini kwenye diplomasia yake na kimaadili wakawa wanaiunga mkono Biafra kujitenga. Mwalimu Nyerere marehemu alitumia neno tunaunga mkono kidiplomasia na kimaadili, sio kijeshi. Vita